Mpendwa mtazamaji, katika jina la Yesu ninakusalimu jioni ya leo. Natumai umeshinda vema na ni jioni nyingine ambayo tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi. Karibu sana kwa wazo la jioni. Kwa majina yangu ninaitwa Isaac Kareithi na ninahudumu na kanisa la AIC. Tuko pale Langas. Ukifika hapo sokoni, utaenda mita 50 na utafika mahali kanisa letu liko. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo Bwana ametupa ili tuweze kunena neno lake jioni ya leo. Na Biblia inasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali katika kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo naamini ya kwamba neno la leo litakusongesha, litakupa nguvu, litakuelekeza mpendwa, na Mungu angependa tuweze kubarikiwa kupitia kwa neno lake. Basi jioni ya leo nataka tuweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 7, na naamini ya kwamba Bwana atatubariki kupitia kwa neno lake jioni ya leo. Karibu sana mpendwa. Tutasoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari huo wa 7. Neno la Bwana linasema hivi: Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika: Haya ndio anenao yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na tabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Mpendwa, ningependa tuombe kwa ajili ya neno jioni ya leo. Tunakushukuru Mungu wetu, asante kwa sababu umetupea nafasi nyingine tuweze kusikia neno lako Bwana. Tunaomba ya kwamba neno lako Bwana likaweza kutupa nguvu, likaweza mfalme wa ajabu kupata nafasi katika mioyo yetu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Karibu sana mtazamaji. Jioni ya leo nataka kuongea kuhusu kudumisha upendo wa kwanza, maintaining our first love. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wa siku ya leo. Mtumishi wa Bwana Yohana ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo aliandika kitabu hiki, na aliandika kitabu hiki akiwa katika kisiwa ambacho kilikuwa kinaitwa Patmos. Alikuwa amewekwa mahali pale kwa sababu ya kuhubiri Injili. Walimchukua wakamweka katika hicho kisiwa. Wakati ule watumishi wa Mungu walikuwa kiuawa kwa sababu ya kuhubiri Injili. Na kwa hivyo huyu mtumishi alipokuwa mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo aliweza kumtokea na akampa ujumbe, akampa barua aweze kupeleka kwa makanisa 7, maeneo 7 ambaye alikuwa wakati ule. Na kati ya haya makanisa 7 kulikuwa na hili kanisa ambalo lilikuwa katika mji wa Efeso. Kanisa hili lilianzishwa na mtumishi wa Mungu Paul alipokuwa katika safari yake ya umishonari. Alienda mahali pale na akahubiri Injili na watu wakampokea Yesu mahali pale. Na kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na ujumbe kwa hilo kanisa ambalo lilikuwa linaitwa kanisa la Waefeso. Na katika ujumbe huu ambao Yesu Kristo aliweza kutuma kwa hili kanisa, katika barua hizi zote 7, Yesu jambo la kwanza alijitambulisha kwa haya makanisa. Jambo la pili ni ya kwamba aliweza kuwasifu kwa mambo ambayo walikuwa kitenda ambayo yalikuwa yanaambatana na Injili, na jambo la tatu ni ya kwamba mahali ambapo walikuwa wamelegea kidogo, Yesu Kristo alikuwa akiwakemea. Na jambo la 4 ni ya kwamba alikuwa akiwapa ahadi ya kwamba wakisimama imara ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na ahadi kwa kila kanisa. Kwa hivyo kwa kanisa hili la Waefeso tunaona ya kwamba Yesu Kristo anawasifu kwa sababu kanisa hili lilikuwa kanisa ambalo anasema ya kwamba hili kanisa ni kanisa ambalo lilikuwa active, ni kanisa ambalo lilikuwa linafanya kazi ya Mungu. Analisifu hili kanisa kwa sababu ni kanisa ambalo lilivumilia ugumu. Kulikuwa na mateso ambayo Wakristo walipitia, lakini kanisa hili la Waefeso lilikuwa na uvumilivu. Aliwasifu kanisa hili kwa sababu walikuwa wanasimama katika neno la kweli. Hawa watu walisimama wakati ule kulikuwa na mafundisho ambayo yalikuwa hayaambatani na neno la Mungu, kulikuwa na mafundisho ya uongo, lakini kanisa hili liliweza kusimama imara. Kanisa hili Yesu alilisifu kwa sababu walisimama kinyume cha mafundisho ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nikolai, ambayo pia mafundisho haya yalikuwa kinyume na neno la Mungu. Na pamoja na hayo, baada ya Yesu kuwasifu, tunaona ya kwamba Yesu Kristo pia
anasema ya kwamba hao hawakuchoka, ya kwamba waliweza kuvumilia, walikuwa na saburi katika maisha yao. Na pamoja na hayo, Yesu alikuwa na neno ambalo alikuwa nalo dhidi yao, ya kwamba hao watu walikuwa wamewacha upendo wao wa kwanza. Yesu Kristo aliwaambia ya kwamba mumewacha upendo wenu wa kwanza. Pale mwanzo kanisa hili la Waefeso walimpenda Mungu sana. Wakati walimpokea Yesu, kanisa hii walikuwa wamejitoa, they were dedicated, they were committed in their love to God. Walikuwa wanampenda Mungu. Hao watu wa Efeso, wakati ambapo neno lilipohubiriwa, injili ilipohubiriwa, waligeuka wakawacha kuabudu. Kulikuwa na Mungu mmoja ambaye alikuwa anaabudiwa mahali pale katika mji wa Efeso, ambaye alikuwa anaitwa Diana ama Artemis. Watu wa Efeso wote waliabudu huyo Mungu. Na ukisoma kitabu cha Waefeso utakuta ya kwamba Paul alipitia mateso pale, alipitia majaribu, kwa sababu wakati alikuwa akihubiri watu wakaacha kuabudu sanamu, wakaabudu Mungu wa kweli. Wale watu ambao walikuwa wakitengeneza zile sanamu walisababisha kwamba Paul wakaweza kushikwa na hata wakawekwa gerezani, mahali ambapo Paul na Sila walikuwa wakimsifu Bwana, na hata gereza, milango ya gereza ikaweza kufunguka. Kwa hivyo hawa watu waliwacha kumwabudu Diana na wakaanza kumwabudu Mungu wa kweli. Walitoa upendo wao kwa Diana, wakaelekeza upendo wao kwa Mungu ambaye ni wa kweli. Lakini baada ya miaka mingi, jinsi ambavyo miaka iliendelea kusonga, hao watu waligeuka na wakawa watu wa dini, ya kwamba sasa hao watu hawakumpenda Mungu kwa moyo wao. They grew cold in their love towards God. Hao watu wakaingiwa na ubaridi kwa upendo wao kwa Mungu. They moved away from their original devotion to the Lord. Hao watu waliwacha kumpenda Mungu, wakaenda polepole wakididimia katika upendo wao wa Mungu, na baadaye hao watu waliishia kumfanyia Mungu kazi bila kumpenda Mungu. Inawezekana wapendwa, ya kwamba Mkristo afanye kazi ya Mungu bila kuwa na upendo wa Mungu katika maisha yake. Huu ni mtego ambao tunapaswa kujihadhari, tusiangukie katika huo mtego, ya kwamba tukafanya kazi ya Mungu ili hali hatuna upendo kwa huyo Mungu ambaye tunamfanyia kazi. Katika macho ya watu wa nje, watu waliona kanisa ambalo lilifaulu sana, waliona kanisa ambalo linanawiri, waliona Wakristo ambao walikuwa wanamfanyia Mungu kazi. Lakini Yesu Kristo alikuwa na maoni tofauti. Alipotazama hilo kanisa, akaona jinsi walikuwa na bidii kufanya kazi, akaona jinsi walikuwa wavumilivu. Aliona kulikuwa na upungufu katika maisha yao, kwa sababu hawakuwa na upendo kwa Mungu wao. Mpendo mtazamaji, jioni ya leo ningependa kukuambia ya kwamba Yesu Kristo, yeye anataka sana uhusiano wetu na yeye. Anataka sisi tuwe na uhusiano pamoja na yeye. Christ is more concerned about what we do with him than what we do for him. Kristo yeye anataka sana uhusiano na sisi zaidi ya vile ambavyo tunamfanyia kazi. Our relationship with God is more important than anything else. Wakati Mungu alimuumba Adam, akamweka katika shamba la Edeni, Mungu alimuumba akamweka mahali pale ili awe na ushirika na yeye. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa akimtembelea Adam, na alikuwa anakuja na wanakuwa na ushirika. Na kwa hivyo Mungu anataka tuwe na ushirika na yeye. Bwana anataka tuwe na uhusiano mzuri na yeye. Bwana anataka tunapomfanyia kazi, kwanza tutengeneze uhusiano wetu na yeye. Wapendwa, kuna watu ambao asubuhi wanaamuka Jumapili na wanajitayarisha haraka haraka, wanakimbia kanisani, wengine wanaenda kuongoza program, wengine wanaenda kuimba praise and worship, wengine wanaenda pengine ni wahubiri wa siku, wengine wanaenda kuwa ushers, wengine wanaenda kanisani kufanya kazi ya kufundisha Sunday school. Lakini uhusiano wao na Mungu sio mzuri. Hawakumtafuta Bwana. Ni vizuri kabla hujaenda kufanya kazi ya Bwana umtafute Bwana mwenye kazi kwanza. Tengeneza uhusiano wako na yeye kwanza, kwa sababu uhusiano wako na Bwana ni mzuri sana kuliko mambo mengine yote. Paul aliambia wazee wa Efeso, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20, hapo hiyo chapter ya 20 na 21, hapo aliwaambia wazee mahali pale ya kwamba
jitunzeni nafsi zenu na pia mtunze kundi la Mungu ambalo Mungu Roho Mtakatifu ameliweka chini yenu. Na kwa hivyo hakuambia tu watunze kundi, hakuambia tu ya kwamba wafanye kazi ya huduma, lakini aliwaambia pia wajitunze nafsi zao. Na hivyo nataka kuambia mpendwa ya kwamba Mungu anatamani sana kuwa na uhusiano na wewe, anatamani sana kuwa na ushirika na wewe. Bwana anafurahishwa wakati wewe uko na uhusiano mzuri na yeye. Kwa hivyo ni vizuri siku baada ya siku tumwambie Bwana ya kwamba tunakuhitaji katika maisha yetu. Tumtafute Bwana siku baada ya siku, wapendwa, kwa sababu uhusiano wetu na Mungu ndio kitu ambacho kinampendeza Bwana. Wakati Yesu Kristo aliwaita wanafunzi wake, ukisoma kitabu cha Marko mlango wa 3 mstari wa 14, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo aliwateua wanafunzi wake. He appointed the disciples so that they may be with him and also that he may send him to go and preach the gospel. Alipowaita, jambo la kwanza aliwaita ili wawe pamoja na yeye. Na jambo la pili aliwaita ili waende wakahubiri injili. Mpendwa msikilizaji, kabla Yesu Kristo hajakuita uende ukafanye kazi yake, anataka kwanza ukuwe na uhusiano mzuri na yeye. Na siku ya leo nataka kukuambia wewe mtazamaji ya kwamba ni vizuri uwe na uhusiano mzuri na huyu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba tunapaswa kumpenda Bwana kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kila chochote ambacho tuko nacho, tunapaswa tumpende Bwana. Bwana anataka kuhitaji katika maisha yake. Yesu Kristo aliwahitaji wanafunzi, alihitaji kukaa pamoja na wao, alihitaji kutembea pamoja na wao, alihitaji aweze kujimimina maisha yake, waweze kumjua zaidi. Na kwa hivyo ni vizuri tuanze kutafuta uhusiano wetu na Mungu katika jina la Yesu. Jioni ya leo mpendwa, ni vizuri kufikiria na kujiuliza, ningali ninadumisha upendo wangu wa kwanza? Am I maintaining my first love? Kuna wapendwa wengine wakati waliokoka walilia machozi. Kuna wapendwa wakati waliokoka walikuwa wanampenda Mungu kwa moyo. Kuna wapendwa wakati waliokoka waliogopa dhambi, walichukia dhambi. Kuna wapendwa wakati waliokoka walikuwa wakiomba na kutafuta kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, lakini baada ya kukaa kanisani wakamzoea Mungu na sasa wanafanya mambo kama kawaida. Ninanena na wewe jioni ya leo nikwambia kwamba Bwana anataka kuwa na ushirika na wewe. Hapo nyumbani Bwana anatamani ya kwamba ufanye ibada, muweze kuwa na uhusiano, Mungu aweze kuwa katika hiyo nyumba yenu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu hataki tuwe pamoja na yeye siku ya Jumapili peke yake. Bwana anataka tutembee pamoja na yeye kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Mvua inyeshe, jua iwake, kuwe na biashara nzuri, biashara isiwe nzuri, kuwe na pesa mfukoni wala hakuna pesa mfukoni. Kile Mungu anahitaji ni uhusiano mzuri kati yetu na yeye. Na kwa hivyo Yesu Kristo akaliambia ili kanisa, licha ya haya mambo yote ambayo unayatenda, ninakuomba ya kwamba urejelee katika upendo wako wa kwanza. Bwana anatuita wapendwa. God is calling us to recall our first position. Bwana anataka tukumbuke nafasi yetu ya kwanza. Wewe ambao ulikuwa unaomba kila siku, wewe ambao ulikuwa unasoma neno la Bwana kila siku, wewe ambao ulikuwa unafika kanisani mapema kila siku, wewe ambao ulikuwa unamfanyia Mungu kila wakati, Bwana anataka urejelee katika sehemu yako ya kwanza katika jina la Yesu. Kuna watu ambao walimpenda Mungu wakati walikuwa na shida, walikuwa wanamulilia sana, walikuwa wanakaribia Mungu sana, lakini wakati ambapo walinawiri wakamsahau Mungu. Kuna watu ambao walikuwa wanampenda Mungu sana wakati walikuwa wamenawiri, lakini wakati shida zilikuja katika maisha zikawatoa katika uwepo wa Bwana. Jioni ya leo Bwana anataka turejee katika upendo wetu wa kwanza. Yesu Kristo aliwaambia kwamba watubu. He told them to repent. Wapendwa, wakati ambapo upendo wa Mungu umedidimia katika maisha yetu, tunapaswa kunyenyekea na kuambia Bwana ya kwamba turejeze katika njia zako. Turejeze Bwana katika makusudi yako, kwa sababu Bwana anataka tuwe na ushirika na yeye. Na jambo lingine Yesu Kristo aliwaambia kwamba walejeree matendo yale ya kwanza. He told them to repeat the first deeds. Mungu anakuita siku ya leo, jioni ya leo. Yale mambo ambayo ulikuwa unamtendea na uliwacha, pengine ulikuwazika pale njiani,
Pengine ulichoka njiani katika safari ya kwenda mbinguni. Mpendwa, jioni ya leo Bwana anasema ya kwamba urejelee, kwa sababu angali anakupenda. Mungu habadiliki. Upendo wake kwetu haubadiliki. Sisi ndio tunaobadilika. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 8 ya kwamba Mungu alidhihirisha pendo lake tulipokuwa wenye dhambi. Yesu Kristo akakufa kwa ajili yetu. Sio wakati tulikuwa wazuri sana, lakini ni wakati tulikuwa wenye dhambi ndio Mungu alitupenda. Kwa hivyo wapendwa, tunapaswa kumpenda Bwana nyakati zote, majira yote, tunapaswa kumpenda Bwana. Ninakuhimiza jioni ya leo ya kwamba urejelee, rejelea matendo ya kwanza, rejelea upendo wako wa kwanza, rejelea kazi ambazo ulikuwa unamfanyia Bwana, kwa sababu Bwana angali anakungoja. The Lord is still in that position. Upendo wako kwako Bwana kwako bado ni mwingi. Bado anakujua, anakudhamini ya kwamba wewe ni mtoto wake. Kama wewe unafanya kazi ya Mungu, kazi ya huduma mahali popote, mpendwa, tafuta ushirika na Mungu. Huduma itakuwa ngumu sana ukienda kufanya kazi ya Mungu na umewacha kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kazi itakuwa mzigo, itakuwa mlima kama hauna uhusiano na Mungu. Kila wakati unapoenda kazi ya Bwana, tafuta mwenye hiyo kazi ili akupe mwelekeo, akwambie kile kitu ambacho anataka kwa maisha ya watoto wake, akupe mwelekeo, akwambie ni kipi ambacho angehitaji katika maisha ya watoto wake. Kwa hivyo ninakuita mpendwa, katika jina la Yesu, urejelee katika upendo wa kwanza. Bwana anakuita siku ya leo, kubali kukemewa na yeye mahali ambapo umetoka katika upendo wake, in the name of Jesus. Mpendwa msikilizaji, nataka kuomba na wewe jioni ya leo. Ningependa uinamishe kichwa chako na uwe na imani ya kwamba Bwana atakurejeza katika jina la Yesu. Tuombe pamoja. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena jioni ya leo kwa sababu ya neno lako. Mungu wa ajabu, tazama uliweza kunena na kanisa la Waefeso. Licha ya kwamba walikuwa wamewacha upendo wako wa kwanza Bwana, wewe uliweza kunena nao kwa sababu ulikuwa unawapenda. Kuna msikilizaji jioni ya leo, mtazamaji, ambaye Bwana amesikia neno hili, ambaye mfalme wa ajabu alikuwa amepungukiwa na upendo wako katika maisha yake. Ninawakabidhi mikononi mwako Bwana. Ninawaombea katika jina la Yesu ya kwamba Bwana, neema yako itashuka juu ya maisha yao. Baba, mimina pendo lako katika maisha yao. Wape nguvu mpya katika jina la Yesu. Wape mfalme moyo mpya katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana wakakupenda, wakawa na uhusiano mzuri na wewe katika jina la Yesu Kristo. Warejeze jioni ya leo Bwana. Asante kwa sababu ya wale wanatubu. Asante kwa sababu ya wale wanarejea matendo yao ya kwanza katika jina la Yesu. Wengine ni watumishi wako Bwana, walikuwa wakikutafuta usiku na mchana. Wengine mfalme wa ajabu, walikuwa mfalme wa ajabu wakikesha wakitafuta uso wako, na Baba wa mbinguni waliweza kurejea nyuma. Ninawaombea jioni ya leo ya kwamba Bwana uweze kuwaguza, ya kwamba Bwana uweze kuwatembelea katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unawatembelea Bwana. Pokea sifa na utukufu Bwana. Jina lako libarikiwe. Tunakushukuru Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji mpendwa, jioni ya leo nataka kushukuru kwa sababu ya kunisikiliza, na ninakuombea kwamba Bwana atakurejeza, ya kwamba ule upendo wa kwanza utadhihirika katika maisha yako. Utaenenda katika upendo wa Bwana. Utamfanyia Mungu kazi kwa sababu unampenda. Hautafanya tu kazi, hautaenda kanisani kwa sababu ni Jumapili, lakini utaenda kanisani kwa sababu unampenda Bwana. Utafanya kazi ya Bwana kwa sababu unampenda Bwana, ili hata changamoto zinapokuja wewe hautakata tamaa kwa sababu unampenda Bwana. Ninakuombea jioni ya leo katika jina la Yesu, ya kwamba huo upendo uweze kudhihirika katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na uwe na usiku mwema.